ushirika, kwa pamoja tujenge uchumi imara na endelevu. Haya, Songwe oye! Ndugu zangu, mimi nianze kwanza kwa kuwashukuru chama chetu kikuu cha ushirika mkoa wa Songwe Soreku, kwanza kwa kunialika kujumuika nanyi, lakini hali kadhalika kwa kuweza kuandaa tamasha hili la bonanza la michezo lenye lengo la kwanza kuhamasisha kuhusu maendeleo ya ushirika mkoa wa Songwe, lakini hali kadhalika kuweza kuhamasisha swala zima la utunzaji na uhifadhi wa mazingira, ikiwemo kampeni ya nishati safi ya kupikia, lakini pia kuweza kuhamasisha wananchi kujitokeza tarehe 29 kwenda kupiga kura kwa amani na utulivu. Niwapongezeni kwa sababu maendeleo ya sekta ya ushirika au sekta ya kilimo kwa ujumla wake ni muhimili wa maendeleo ya nchi yetu, na kwa kutambua hilo ndio maana serikali imefanya jitihada kubwa sana kuwekeza vya kutosha kwenye sekta ya kilimo, kwa sababu tunatambua kwamba sekta ya ushirika inagusa katika maeneo mbalimbali, lakini sehemu kubwa ni vyama vya ushirika vinavyotokana na sekta ya kilimo. Bila shaka wataalamu wa ushirika watakubaliana nami kwamba sehemu kubwa ya vyama vya ushirika vinatokana na wakulima, lakini hali kadhalika pia wafugaji. Sasa serikali chini ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya kazi kubwa sana kuwekeza kwenye maendeleo ya sekta ya kilimo. Tangu alipoingia madarakani kapandisha bajeti kutoka bilioni kama 264 mpaka sasa hivi tunazungumza bajeti ya trilioni 1 bilioni 200 na zaidi ya milioni 400. Karibia miaka miwili mfululizo anatenga bajeti kubwa kwenye eneo la sekta ya kilimo ili kuweza kuinua sekta ya kilimo. Lakini tunapozungumza maendeleo ya sekta ya kilimo sambamba na maendeleo ya sekta ndogo ya ushirika, miaka michache iliyopita tulikuwa na changamoto kadhaa katika hii sekta ndogo ya ushirika, lakini serikali ikaamua kuchukua maamuzi ya maksudi kuhakikisha kwamba tunaleta mageuzi katika sekta ya ushirika, mageuzi ya kimfumo. Tume ya maendeleo ya ushirika inasimamia sasa hivi mageuzi ya kimfumo ya kiuongozi wa vyama vya ushirika, mageuzi ya kimfumo ya matumizi ya teknolojia katika kuendesha shughuli mbalimbali za ushirika. Tume ya maendeleo ya ushirika inaendelea kuyasimamia. Lakini serikali ikatoa fedha baada ya kuona wakulima wa nchi yetu pamoja na wadau mbalimbali wa ushirika wana uhitaji wa kuweza kupata mitaji kwa ajili ya kuwekeza kwenye vyama vya ushirika na kuwasaidia wanaushirika. Ilitoa fedha na kutoa msukumo wa uanzishaji wa benki ya maendeleo ya ushirika, na sehemu kubwa ya fedha zile ambazo zimetumika kwenye kuanzisha benki ya maendeleo ya ushirika zimetolewa na rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Bilioni 10 serikali ilitoa kwenye benki ya maendeleo ya ushirika ili kuwapa nguvu wanaushirika. Tafsiri yake ni kuwapa nguvu wakulima, kuwapa nguvu wafugaji, kuwapa nguvu wavuvi, kuwapa nguvu wafanyabiashara, kuwapa nguvu na wadau wote waliokuwa katika vyama vya ushirika. Lakini kama hiyo haitoshi, sasa hivi tunaona kazi kubwa ambayo inafanywa na vyama vyetu vya ushirika, lakini hasa kwenye eneo la usimamizi wa mfumo wa stakabadhi za ghala, mfumo ambao sisi wote tumejiridhisha na hakuna mashaka kwamba ni mfumo ambao umeleta mapinduzi makubwa sana kwenye sekta ya kilimo, kwa sababu ni mfumo ambao unamhakikishia mkulima kuweza kuuza mazao yake moja kwa moja kwa mfanyabiashara yule wa mwisho, na ni mfumo ambao unamhakikishia mkulima kupata bei ile ya mwisho ya soko, kwa sababu mifumo ambayo tumekuwa tukitumia kwa muda mrefu ni kwamba mkulima yeye hana uwezo wa kuuza mazao yake kwa yule mnunuzi wa mwisho. Yeye ana uwezo wa kuuza mazao yake kwa madalali wakati.
ambao wanakwenda kwa mkulima, wananunua mazao kwa bei ya chini, alafu wao wanaenda kuuza kwa bei ya juu. Sasa wakati mkulima anatumia gharama, anatumia mbolea, anatumia mbegu, anatumia nguvu kuweza kuhakikisha kwamba anazalisha, lakini wakati wa kuuza soko linakuwa sio la uhakika, anategemea madalali. Lakini serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa kutambua kwamba ni wajibu wa serikali kumlinda mkulima, ikaamua kuanzisha mfumo madhubuti ambao unamwezesha mkulima kuuza mazao yake moja kwa moja kwa mnunuzi wa mwisho, kwa kuwaondoa hawa wote wa katikati hao ambao wanakuwa wanalangua mazao kutoka kwa mkulima. Ndio maana leo hii bei ya mazao mbalimbali imepanda maradufu. Wakati anaingia madarakani rais wetu, kwa mfano, kwa wale ambao wanalima mbaazi, ambiwa mkoa wa Songwe kuna wilaya wameshaanza majaribio ya kuanza kulima mbaazi, si ndio? Songwe kule alikuta mbaazi ikiwa na bei ya shilingi 200. Watu walikuwa hawavuni mbaazi, lakini baadaye mwaka uliofuata mbaazi zikapanda bei kutokana na mifumo. Kwa wale ambao wanalima korosho kule kusini wanafahamu, na baadhi ya mikoa kwetu hapa zao la ufuta nadhani Songwe, Momba, si ndio, linakwenda vizuri. Zao gani lingine limeingia kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala? Kahawa kwa kiasi. Mwaka jana kahawa ilikuwa ni kiasi gani tuliuza? 8,200 kwa kilo moja. Mwaka huu imefika shingapi? 13,000 kwa mfumo wa stakabadhi za ghala. Tunaona, mnaweza mkaona hiyo tofauti. Mwaka uliopita kahawa tuliuza kwa shilingi 8,000. Tuliuza kiholela kwa utaratibu ambao tumekuwa tukiuzoea. Lakini mwaka huu tumeboresha mfumo, tukaingia kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala. Kwa mara ya kwanza kahawa imefika bei ya shilingi 13,000. Maanake mkulima amepata faida kubwa. Ndio lengo la serikali, kuweza kumuinua mkulima. Kwa hiyo wapongeze sana ndugu zangu kwa kuandaa michuano hii ya michezo kwa lengo la kuweza kuhamasisha mfumo wa stakabadhi za ghala. Kwa mimi niwaombe wananchi wa mkoa wa Songwe, wananchi wa Mbozi na wakulima wote, twendeni tuunge mkono mfumo wa stakabadhi za ghala, kwa sababu ni mfumo ambao ni mkombozi kwa wakulima, ni mfumo ambao unatoa majawabu katika changamoto zinazotukabili. Lakini tuendelee kuchangamkia fursa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Tuache matumizi ya mkaa ambao unatokana na kukata miti, unatokana na uharibifu wa mazingira, mkaa ambao unazalisha hata hewa ambayo inasababisha madhara kwa afya zetu. Na tumekuwa tukipokea taarifa nyingi sana kutoka kwa RPC. Kuna wengine wanawasha majiko ya mkaa, wanaweka ndani, wanajifungia mule. Kijifungia, wakiamka asubuhi tunapata taarifa wamepoteza maisha, familia nzima imepoteza maisha, kwa sababu ya ule mkaa unazalisha hewa ambayo ukiivuta inakusababishia kifo. Sasa hiyo ni kwamba ukijifungia. Usipojifungia unaivuta, lakini kwa sababu unapata hewa nyingine safi ya oxygen inakusaidia kuendelea kupata maisha, lakini ile ya kidogo kidogo kwa muda mrefu inakuletea madhara kwenye afya yako. Tunayo bahati, mkoa wetu tunazalisha makaa ya mawe. Kupitia makaa ya mawe tunazalisha mkaa ambao unaitwa mkaa rafiki ule, ambao unaweza ukatumika vizuri, tena ukilinganisha ule mkaa unaozalishwa na makaa ya mawe na mkaa huu wa kawaida. Huu mkaa wa kawaida una gharama kubwa kuliko ule mkaa ambao unatumika na makaa ya mawe. Tunajipanga kwenye ofisi yetu kuita wadau wote wa mazingira, tuwaite wenzetu wa STAMICO, tukae kwa pamoja tukubaliane kwamba mkoa wa Songwe hatutarajii tuone mtu yeyote anauza mkaa unaotokana na miti. Tutawaita watu wote ambao wanajihusisha na hiyo biashara, tuwapatie elimu, tuwaoneshe ule mkaa na tuwaambie wapi wanapoweza kuupata ule mkaa. Badala ya kuuza mkaa unaotokana na miti, tuuze mkaa unaotokana na makaa ya mawe ambayo ni rafiki kwa mazingira, rafiki kwa afya za binadamu, lakini hali kadhalika ni sehemu ya kampeni yetu ya nishati safi ya kupikia. Lakini tuna umeme, tumeshafikisha huduma ya umeme, tumebakisha vitongoji kama 500 tu hivi, ambayo hivi karibuni tunaenda kuanza kufanya utekelezaji wa kupeleka umeme kwenye vitongoji vyote. Mpaka kufikia mwaka 2027 hakutakuwa na kitongoji katika mkoa wa Songwe
ambacho kitakuwa hakijafikiwa na huduma ya umeme. Tunataka wananchi wote wapate umeme na tutumie majiko ya umeme kwenye kupikia. Umeme ni gharama rahisi sana kwenye kupikia. Uniti moja ambayo inauzwa shilingi 350 unaweza ukapika kwa muda mrefu. Ukipata uniti mbili za shilingi 700 kutwa mzima wewe unapika. Yaani kutwa mzima vitu vyako vyote ambavyo umekuwa ukipika unapika, ambavyo huwezi kwa shilingi 700 huwezi ukapata mkaa ukapika kutwa mzima. Lazima utahitaji 2000, utahitaji zaidi ya 2000 kwa ajili ya kupika kutwa mzima. Matumizi ya gesi. Gesi ni salama. Gesi pia ni salama kwa afya zetu, lakini ni salama kwa mazingira, lakini pia nishati ambayo ni rahisi. Kwa hiyo tuendelee pia kuiunga mkono kampeni ya nishati safi ya kupikia. Na mwisho ni waombe, tarehe 29 tumebakiwa kama na wiki kama mbili. Leo tarehe ngapi leo? 16. Leo tarehe 16. Tumebakiwa na siku 12. Siku ya 13 ni siku ambayo taifa letu linakwenda kwenye mchakato muhimu kwa maendeleo ya nchi yetu. Mchakato wa kwenda kupiga kura kwenye uchaguzi mkuu, kumchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuchagua wabunge na kuweza kuwachagua madiwani. Kupiga kura ni haki yetu ya kikatiba. Kupiga kura ni haki yetu ya kidemokrasia. Kupiga kura ni wajibu wetu kama raia wa Tanzania. Raia yeyote wa Tanzania anayejitambua kwamba yeye ni Mtanzania, anayetambua haki zake za kikatiba, anayetambua wajibu wake kama raia wa Tanzania, siku ya tarehe 29 lazima aione ni siku muhimu kwake, kwa sababu ni siku ambayo inatoa nafasi kwa Watanzania kwenda kuamua mustakabali wa Tanzania yao kwa miaka 5 inayokuja. Nchi yetu sisi ni nchi ya kidemokrasia. Nchi ya kidemokrasia ambayo inaongozwa kwa misingi ya katiba. Mamlaka ya serikali yanatoka kwa wananchi. Wananchi ndio wanaiweka serikali madarakani kupitia sanduku la kura. Miaka 5 iliyopita mlifanya maamuzi mkaiweka serikali madarakani. Serikali imefanya yale ambayo mliowaagiza. Sasa hivi vyama vyote vya siasa vimeshindana tena kuomba ridhaa ya Watanzania muende mkachague ili waweze kupata nafasi ya kuongoza Tanzania yetu kwa kipindi cha miaka 5 inayokuja. Kwa hiyo sote kwa pamoja naomba tujitokeze tukapige kura. Lakini usiende wewe peke yako. Kwenye familia yako, baba, mama na watoto wako ambao wametimiza umri wa kupiga kura, wamejiandikisha. Asubuhi ni siku ya mtoko. Siku ya tarehe 29 ni siku ya mtoko. Mtoko wetu ni kwenye kituo cha kupigia kura. Tumeelewana sijui? Ni mtoko wa tarehe 29 Oktoba kwenye vituo vyetu vya kupigia kura. Usimwachi na jirani yako. Kitoka jirani yako msalimie, umeamka salama, twendeni kwenye kituo cha kupigia kura. Na hiyo siku wala hakutakuwa na kazi zozote zile za ofisi, hakutakuwa na shughuli zingine zozote, isipokuwa kazi ya tarehe 29 ni kazi hii moja tu, kwenda kupiga kura kwenye vituo vya kupigia kura. Na utaratibu uliowekwa na Tume Huru ya Uchaguzi ni utaratibu rahisi sana. Vituo vya kupigia kura vipo karibu na maeneo yetu. Nadhani siku 2 siku 3 zijazo wataweka matangazo kuweza kuvitangaza na kuweza kuwahabarisha wananchi vituo vyote vilivyopo katika maeneo yetu ya kupigia kura. Lakini mimi kama kiongozi wa mkoa ninawahakikishia kwamba vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vimejipanga vyema kuhakikisha kwamba wanatekeleza jukumu lao la msingi la kuweza kulinda amani na utulivu, ili mchakato wa uchaguzi uweze kutamatika kwa njia ya amani na utulivu. Mpaka hivi sasa takriban kwa mwezi mzima vyama vya siasa vimekuwa vikifanya kampeni. Niwashukuru wananchi wa mkoa wa Songwe kwa sababu mmekuwa mkishiriki kwenye kampeni hizo za vyama vya siasa, lakini hakuna changamoto zozote ambazo mimi nimezisikia. Hatujawahi kusikia vurugu, hatujawahi kusikia mivutano, hatujawahi kusikia changamoto zozote ambazo zinatokana na kampeni za vyama vya siasa. Kwa hiyo utulivu ambao tumeuonesha katika kipindi chote cha kampeni, tunatarajia ndio utulivu ambao tutakao uonesha siku ya kupiga kura ya tarehe 29, lakini na wakati wa kuhesabu kura, hali kadhalika wakati wa kutangaza matokeo.
Kwa hiyo niwaombe na tuendelee kuelimishana kwamba tudumishe amani ya mkoa wetu wa Songwe, tudumishe amani ya nchi yetu ya Tanzania, sababu hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Tumekutana hapa tunacheza michezo ni kwa sababu ya amani na utulivu. Watu wanafanya shughuli zao za kibiashara, wakulima wanalima, sijui wafanyabiashara, bodaboda, bajaji, wanafunzi, kila mmoja anafanya shughuli yake, ni kwa sababu ya amani na utulivu tuliokuwa nayo. Kwa hiyo tusikubali hata mtu mmoja akajaribu kuchezea amani tulionayo mkoa wa Songwe, amani tulionayo katika nchi yetu ya Tanzania.